Wakati Herode anatafuta kumuua Yesu, maandiko yanasema Mungu akasema na Yusufu kwenye ndoto, amkimbize mtoto Misri. Maombi yangu leo ni kwamba Mungu akufiche, hata kama wakati wako wa kushine, wakati wako wa kubarikiwa leo, Mungu ainyanyue mtu anaitwa Yusufu kwenye maisha yako. Ahakikishe ndoto zako hazitakufa, ahakikishe nyota ya biashara yako haitakufa, ahakikishe atakubeba, atakutia moyo. Wakati unaelekea kwenye ukuaji wa nyota, ukuaji wa baraka zako, kuna watu Mungu atawainua wakubebe taratibu taratibu, wakutie moyo taratibu taratibu. Hawatakusukuma, watakubeba taratibu taratibu mpaka utafikia kiwango ambacho nyota yako itang'aa kwa viwango. Madhabahu ya Herode haikutaka nyota za kifalme ziweze kujitokeza kwenye ile nchi. Hata leo ziko madhabahu haitaki kitu cha baraka kitokee kwenye familia mamako. Aishivyo Bwana wa majeshi, leo nakubariki na mzazi amekubariki, anga ikarindime ya kwamba lazima atabarikiwa. Kila anayetafuta nyota yako aishie njiani. Maandiko yanasema akatoa go ahead kwamba watoto wote wauawe, akijua kwamba watakapokufa na huyo mtoto na atakufa. Mungu akamwambia Yusufu, kimbiza mtoto Misri. Mungu anamwambia Yusufu, toroshe mtoto Misri. Mungu alikuwa na uwezo kabisa, Mungu alikuwa na nguvu kabisa. Kwa nini amwambie Yusufu mtoroshe mtoto akajifiche? Si angeweza tu kumuua Herode? No. Kuna wakati ambapo bado hujafikia kiwango kile cha kubarikiwa au nyota yako kufanya kazi. Mungu hawezi kukubariki mpaka ameshughulikia maadui zako kwanza. Nataka niseme mahali hapa, Mungu hawezi kukuinua mpaka ameshughulikia wanafiki wako kwanza. Mungu hawezi kuleta heshima kwenye familia mpaka maadui zako wameaibishwa kwanza. Nataka nitamke kinabii, wote waliokushughulikia watashughulikiwa leo. Watashughulikiwa leo. Mungu hawezi kukubariki ni kwamba mnafiki yuko kwenye mlango wako kwanza na anacheka na wewe, anaongea na wewe. Mungu anachofanya anashughulika nao kwanza, alafu akishawatoa ndipo anaachilia baraka kwenye maisha yako. Hawezi kuachilia baraka wakati anayekutesa yuko pale pale na bado hujamjua. Lazima Mungu akufichulie ya kwamba huyu ndiye anayekumaliza, na akisha kukufichulia yako mama mawili, anaweza akamuua au amfanye kama zezeta au amharibu, amshike kabisa, ili anapokunyanyua adui yake abaki ni macho wazi tu. Ninatamka kinabii, kuna mtu anapokea baraka leo. Mungu atakubarikije wakati anayekutesa yuko mlangoni kwako? Maana akileta baraka baada ataziharibu. Kuna watu Mungu ananiambia mko hapa, wakati unapita kipindi kigumu cha kufukuzwa na Herode, nataka nikwambie Mungu anashughulika na maadui zako kwanza. Kuna watu walikupangia mitego, wakapanga na vifo, wakapanga na roho ya faraka, lakini kadri walivyopanga ndivyo Mungu alivyokuficha. Kadri walivyokusema wakakuwekea na vikao ndivyo Mungu alivyokuficha. Na unaona kwamba bado sijabarikiwa. Sawa, bado hujabarikiwa, lakini uko kwenye mikono ya Mungu salama. Ile kwamba ujafa Herode hajakuua ni kwamba Mungu ameinua Yusufu. Hata wakikaa kwenye vikao vyao, humo kwenye vikao Mungu ana Yusufu wako. Wakati wanapanga kukumaliza, huko kwenye vikao Mungu ana Yusufu wako. Atasema no, msimuue Giledi. No, msimuue fulani. Mnakumbuka historia ya Yusufu wakati ndugu zake walitaka kumuuza? Maandiko yanasema walipotaka kumuua Ruben ndugu yao akasema, kwa nini tumuue ndugu yetu? Ni bora tuwauzie wa Ishmaeli. Maana yake ilikuwa ni mwisho wa Yusufu kuuawa na ndoto zake kuisha, lakini bado Mungu akainua katikati ya wauaji, akainua mfadhili ambaye amembeba Yusufu. Ndivyo ninavyotangaza leo, katikati ya vita vyako Mungu atainua Yusufu. Hivi nasikika kweli mahali hapa? Mungu akainue Rubeni kwenye maisha yako. Mungu akainue Rubeni kwenye maisha yako. Wakati wamepanga wakuweke kwenye kisima, wamepanga wakumalishe, Mungu ainue Rubeni atakayesema, Raheli jamani tusimfanyie hivi, mwacheni tu aende. Kumbe wanakusukuma kwenye mipango yako. Nataka nitamke kinabii, kuna watu watatu watabaki kama walivyo. Si kama naongea na watu waliolala mahali hapa, naongea na watu watatu. Naongea na mtu mmoja ambaye Mungu anainua Ruben kwenye maisha yako, atainua Yusufu kwenye maisha yako. Ndoto zako hazitakufa. Ndio ukasema I receive it.